Iran imesema wazi kuwa kwa sasa haipo katika mazungumzo yoyote na Marekani, ikikanusha kauli ya Rais wa Marekani Donald Trump aliyedai kuwa mazungumzo mapya kati ya Washington na Tehran yangekuwa yakianza hii leo Jumatatu kwa lengo la kukamilisha makubaliano ya kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz. Badala yake, Tehran imesema inaendelea na mazungumzo na Oman kuhusu uwezekano wa kuanzisha njia salama ya muda kwa meli kupita katika mlango huo wa bahari, huku ikisema kuwa hatua hiyo pekee haitoshi kurejesha shughuli zote za kawaida za usafirishaji wa kimataifa. Akizungumza na waandishi wa habari leo Jumatatu, Agosti 3 mwaka 2026, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, Ismail Baghei, alisema hakuna mazungumzo ya moja kwa moja yanayoendelea kati ya Iran na Marekani kwa sasa. Alisema madai ya Trump hayalingani na hali halisi, huku akifafanua kuwa juhudi zinazofanyika kwa sasa zinahusisha Oman, ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikifanya kazi kama mpatanishi katika migogoro na mazungumzo mbalimbali yanayohusisha Iran na mataifa ya Maghreb. Ismail alisema mazungumzo hayo na Oman yanalenga kutafuta mfumo wa muda utakaoruhusu baadhi ya meli kupita kwa usalama katika mlango wa Hormuz, ambao umekuwa kitovu cha mvutano mkubwa wa kijeshi katika wiki za hivi karibuni. Hata hivyo, alionya kuwa hata kama makubaliano hayo yatafikiwa, hayatamaanisha kuwa mlango huo umefunguliwa kikamilifu kwa shughuli zote za biashara ya kimataifa. Kwa mujibu wa msemaji huyo, mazingira ya usalama katika eneo hilo bado ni mabaya kutokana na kile Iran inachokiita uchokozi wa Marekani. Amesema hadi pale operesheni za kijeshi na vitisho dhidi ya Iran vitakapokoma, hali katika mlango bahari wa Hormuz itaendelea kubaki katika kiwango cha tahadhari, jambo ambalo litafanya shughuli za usafirishaji kuendelea kukabiliwa na changamoto. Kauli hiyo inaonyesha kuwa Tehran bado inaona masuala ya usalama kuwa sehemu muhimu ya mazungumzo yoyote yanaweza kufanyika kuhusu mustakabali wa mlango bahari wa Hormuz. Kauli hiyo inaonyesha kuwa Tehran bado inaona masuala ya usalama kuwa sehemu muhimu ya mazungumzo yoyote yanayoweza kufanyika kuhusu mustakabali wa mlango wa bahari wa Hormuz. Iran inaamini kuwa haiwezekani kurejesha hali ya kawaida katika njia hiyo ya kimataifa ikiwa mazingira kijeshi yataendelea na mvutano. Matamshi ya Baghei yanakuja baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kutangaza jana Jumapili usiku kwa Marekani ilikuwa tayari kuanza mazungumzo mapya na Iran hii leo Jumatatu. Trump alisema mazungumzo hayo yangelenga kukamilisha makubaliano yatakayowezesha kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz na kupunguza mvutano katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Trump pia alieleza kuwa aliamua kusitisha kwa mara nyingine shambulio kubwa la kijeshi dhidi ya Iran baada ya kupata kile alichodai kuwa ni ishara za maendeleo kutoka Tehran na baadhi ya mataifa ya Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa rais huyo, hatua hiyo ililenga kutoa nafasi ya suluhisho la kidiplomasia badala ya kuendelea na operesheni za kijeshi ambazo zingeweza kuongeza hatari ya vita vikubwa zaidi katika eneo hilo. Hata hivyo, kauli ya Iran imezua maswali mapya kuhusu kama kweli kuna mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Marekani na Iran au kama pande hizo mbili bado zipo mbali kufikia makubaliano. Wakati Trump akisema kuwa mazungumzo yanakaribia kuanza, Tehran imeweka wazi kuwa hakuna mazungumzo hayo na kwamba juhudi zake za sasa zinahusisha Oman pekee. Oman imeendelea kuwa na nafasi muhimu katika diplomasia ya Mashariki ya Kati kwa miaka mingi. Taifa hilo limewahi kuwa mwenyeji wa mazungumzo ya siri kati ya Iran na Marekani yaliyoweka msingi wa makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 na mara nyingi imekuwa ikitumika kama daraja la mawasiliano wakati uhusiano wa pande hizo mbili unapokuwa katika hali mbaya. Kutokana na kauli zinazokinzana kutoka pande hizo mbili, mustakabali wa mlango wa Hormuz bado haujawa wazi. Wakati juhudi za Oman zikiendelea, macho dunia yameelekezwa katika maendeleo ya kidiplomasia yanayoweza kuamua iwapo njia hiyo muhimu ya biashara ya kimataifa itarejea katika hali ya kawaida au itaendelea kuwa kitovu cha mvutano wa kijeshi kati ya Iran na Marekani. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.